Mtazamaji wa Tanzania ITV, kuna habari ambazo ni za ndani zimetufikia hapa katika meza yetu ya utangazaji hapa Mbeya, Tanzania. Lakini kabla ya taarifa hizi, naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza uchukue sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem ambazo ziko na siri kubwa kila siku. Cha muhimu cha kuzingatia zaidi, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Rais wetu hapa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, amelemewa ghafla akiwa anaendesha shughuli zake za kutoa huduma kwa Watanzania Ikulu na kulia kama mtoto. Haya ambayo naenda kukufahamisha huwezi kuyaamini, kwa sababu Samia ametiririkwa ama ametokwa machozi Ikulu kama mtoto. Kwa sababu gani? Sasa Samia Suluhu Hassan ameonekana hadharani akisema ya kwamba taifa letu la Tanzania tangu liweze kunyakua uhuru, hii ni mara ya kwanza wamefungiwa misaada safi kutumwa katika taifa letu la Tanzania, na yeye mwenyewe amekiri na kusema misaada safi imepungua kwa kiasi kikubwa. Sasa analia akiwa Ikulu kwa kusema hawezi kupata msaada wowote ule ambao utatoa huduma vile serikali zilizopita za kina John Pombe Magufuli, Jakaya Mrisho Kikwete, Julius Nyerere na wengine. Sasa kuna taharuki kubwa katika taifa la Tanzania. Sasa analia kwa kusema Watanzania penye tumefika lazima tukusanye ndani, kodi iweze kukusanywa ndani ili Watanzania waweze kujitolea, tulipe ushuru, tulipe kodi nyingi kwa kuhakikisha huduma zinaenda kutolewa kupitia serikali ambayo ipo mamlakani. Unajua, Waswahili walisema ya kwamba mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Haya yote mwanzilishi sio mwingine ila tu ni yeye mwenyewe, Rais Samia Suluhu Hassan, kwa kutulazimisha sisi kwamba yeye ataendelea kuongoza. Akafungia mpina wa ACT Wazalendo kuwania kiti cha urais. Akaamua akamtia mbaroni Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa kitaifa wa Chama cha Maendeleo na Demokrasia nchini Tanzania, akamzuia gerezani Ukonga asiwanie kiti cha urais. Akaona vile walikuwa wanakula pesa ya ufisadi na hapa na pale. Mara ya kwanza wakati alichukua uongozi kutoka kwa Magufuli baada ya kuaga dunia, akasema utamu upo Ikulu, wacha endelee kuwa Ikulu kwa sababu hatujui nani alimchagua. Kilichosemekana kulikuwa na uchaguzi hapa Tanzania hatukushuhudia, ila tu tulimuona akiwa Ikulu na kujitangaza na kujipisha mwenyewe. Sasa ameendelea kupitia changamoto za hapa na pale. Hamuna misaada kwa sababu mataifa mengi ambayo yalikuwa yanatoa misaada yaliweza kusitisha misaada hiyo kutumwa katika taifa letu la Tanzania. Vile nimekuwa nikiwaeleza katika kanda zilizopita kwamba mataifa mbalimbali yaliweza kujiondoa, mabilioni ya pesa yaliweza kuzuiliwa, hayawezi kutumwa katika taifa letu la Tanzania. Taifa lile la Marekani, Uswidi, Canada na bunge la Ulaya wote wakasema misaada haiwezi kutumwa, hawawezi kufadhili udhalimu ambao unaendelea katika taifa la Tanzania. Sasa hamuna pesa za kutosha, na wakati analia hivi kwamba hamuna misaada, inamaanisha kwamba hakuna huduma ambazo tunaweza kutarajia kutoka kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan, ila tu sisi tujifunge mikanda ili tutoe hela kwa kodi zaidi ya kile ambacho tumekuwa tukitoa kwa miaka iliyopita, kwa sababu misaada ilikuwa inatusaidia kidogo ili tuweze kufanyiwa maendeleo, ili tuweze kukarabatiwa barabara za hapa na pale, mashule kujengwa na masuala mengine muhimu katika taifa letu la Tanzania. Kumaanisha sasa hivi
tuko katika njia panda na njia mbili ziliweza kumshinda fisi, hatujui tuende wapi. Tunashangaa. Sasa alikuwa na mezea mate kiti cha Ikulu, sasa ndicho hicho kimeweza kugeuka. Sasa analia, hamna misaada, amelemewa kwa sababu hamna hela za kutosha za kuendesha serikali ya Tanzania. Kumaanisha kila kidogo ambacho sisi kwa Tanzania tuko nacho kwa mfuko atatugeuza kimwagike chini aende nacho, kwa sababu wakati alisema ya kwamba lazima tutoe kodi, na kodi tumekuwa tukitoa, kumaanisha tutaongezewa kodi zingine ili serikali iweze kupata hela za kutosha za kuhakikisha ya kwamba huduma mbalimbali zinaendelea kutolewa katika taifa letu la Tanzania. Unajua sasa hivi kunogesha uchumi wa Tanzania unahitaji msaada mkubwa wa akili na wale ambao wamesomea mambo ya uchumi kuingilia kati ili kuokoa. La sivyo tutakuwa tunazama kama Watanzania na hela yetu ama shilingi yetu itakuwa na mali yake imepungua, na ikifanyika hivyo sisi hatuoni kama tunaweza kuendelea kama taifa. Najua wengi wamekuwa wakipendekeza ya kwamba uchaguzi uweze kurudiwa. Akina John Heche ambaye ni naibu ama makamu wa mwenyekiti chama cha maendeleo na demokrasia na vyama vingine, wanaharakati ambao wanatetea haki za binadamu hapa na pale, vyama vya kisiasa kutoka mrengo upinzani, wamekuwa wakipendekeza uchaguzi ukaweze kurudiwa. Na uchaguzi ungerudiwa, akina Tundu Lissu wawanie, akina ACT Wazalendo Mpina wawanie, huenda tungepata rais ambaye angefunguliwa milango ya misaada kutoka mataifa mengine, kwa sababu huyu anajulikana tu. Watanzania waliweza kujinjwa wakati wa uchaguzi, damu ikamwagika. Sasa wakasema kwa sababu amelazimisha Watanzania kuongoza, sasa na sisi hatuwezi kumpa hela ambazo anaweza zitumia kuongoza taifa la Tanzania. Ndio maana tunashuhudia haya yote ambayo yanaendelea. Analia kwa kusema ya kwamba hamna hela ambazo zinaweza kutoa huduma katika taifa letu la Tanzania, na tutazidi kuyapitia kwa miaka 5 ijayo. Tutakuwa tunapitia mambo mengi ambayo hayawezi kurekebika, kwa sababu hata ukisema tutoe kodi, kama hatuna biashara, kama biashara zidogi, hatuwezi kutoa kodi ya kutosha ile ambayo inaweza kusimamisha uchumi katika taifa hili la Tanzania. Na wewe je, unafikiria kivipi? Imefika wakati Suluhu Hassan anastahili kuondoka Ikulu ili tutafute rais ambaye anaweza kustahimili na uchumi ambao upo na kupandisha uchumi. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji wa Tanzania Eye TV, naomba kutamatisha kanda hii. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye, lakini ikiwa hauja subscribe na kuomba usubscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Asanteni na kwaheri kwa sasa.